na heshima zote ni zako wewe. Kutoka siku hii ya nne ya kambi ya maombi hapa Mount Zion Lodge Mwanza, nasema asante kwa ajili ya timu nzima ya waombaji, asante kwa ajili ya Apostle Lumato, asante kwa ajili ya mke wangu Oliva, asante kwa ajili ya kamati ya maandalizi na viongozi wote walioko mahali hapa na walio mbali. Ninakushukuru kwa ajili yao Bwana. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amefika mahali hapa kwa ajili ya maombi ya kitaifa na mataifa kuiombea nchi. Na asante kwa ajili ya wote ambao wako mbali na wamekuwa waaminifu wakifuatilia. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya kutupa neema ya kushiriki meza ya Bwana wakati huu. Tunasema asante kwa sababu ya hilo tendo la kumbukumbu mbele zako e Bwana. Tunakutukuza mfalme wa amani. Tupe ile mioyo safi iwezayo kushiriki mbele zako. Na wale ambao wamejiandaa kwa mbali kwa ile imani iliyo ndani ya Kristo Yesu, wape kujiunganisha Bwana katika madhabahu yako takatifu, ile madhabahu yako ya mbinguni. Yesu mwenyewe mwana kondoo aliyechinjwa, damu yako kumwagika juu ya ile madhabahu kwa ajili yetu. Tunakupa utukufu. Sema nasi wakati ukituhudumia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Fungua Biblia yako kile kitabu cha Mathayo sura ya 26. Tunakwenda kushiriki meza ya Bwana, au wakati mwingine unaweza ukaita chakula cha Bwana, au wakati mwingine unaweza ukaita sherehe ya Bwana, au wakati mwingine unaweza ukaita karamu ya Bwana. Yote ni sawa. Inafananishwa na Pasaka kwenye kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 12. Fungua kitabu cha Mathayo sura ya 26. Ratiba yetu kidogo leo itabadilika. Tunaanzia shukuru kwa upepo mzuri, hali ya mzuri. Na baada
kutuwezesha. Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka ule mstari wa 29. Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka 29. Biblia inasema hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akasema, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Meza ya Bwana ni nini? Meza ya Bwana ni karamu ya kula mwili wa Kristo na damu ya agano. Ni karamu ya kula mwili wa Kristo na damu ya agano. Meza ya Bwana ni karamu ya kula mwili wa Kristo na damu ya agano. Sasa ukisoma Biblia anasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki ule mkate. Meza ya Bwana ni chakula cha kiroho, japokuwa unaweza ukakila kimwili. Andika, meza hii ni chakula cha kiroho, japokuwa unakula kimwili. Ndio sababu pale Biblia inaweka wazi kwamba walikuwa wakila chakula cha kawaida. Walikuwa wakila wanafunzi wake Yesu na Yesu walikuwa wanakula chakula cha kawaida. Pengine walikuwa wanakula mikate ya ngano na samaki na maziwa. Lakini wakati wanaendelea kula chakula cha kawaida kile, ghafla Yesu akatoa mkate, akaubariki, akaichukua na damu na ule mvinyo, ile divai, akaibariki. Alitaka kuonyesha kwamba chakula kile ambacho anakizungumza ni chakula cha tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu rudile mstari wa 26. Nataka uelewe kitu kwanza. Anasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Kwa hiyo walikuwa wanakula makande, walikuwa wanakula pilau, walikuwa wanakula nyama, walikuwa wanakula ugali. Lakini katikati ya chakula cha kawaida, Yesu alitaka wanafunzi wake wawe na ufahamu wa chakula kingine cha kiimani, cha kiroho, kinachoitwa mwili wake, kinachoitwa damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Andika, ule mwili ni neno la Kristo. Ule mwili ni neno la Kristo. Ule mkate ndio mwili wa Kristo ambao ni neno. Ule mkate ni mwili wa Kristo ambao ni neno lake. Na ukisoma ile Yohana sura ya 6, anasema, msikitendee kazi chakula cha mwilini, bali kifanyeni kazi chakula cha uzima kishukacho kutoka juu. Ile divai au mvinyo ni nini? Ile divai ni damu ya agano. Kwa tunaposhiriki ule mkate kwa imani, ona unashiriki mwili wa Kristo. Tunaposhiriki ile divai kwa imani, pokea damu ya Yesu ndani ya moyo wako. Haleluya. Usishiriki kwa akili, usishiriki kama mkate wa kawaida, usishiriki kama chakula cha kawaida. Kile kimegeuzwa kwa neno la Kristo mwenyewe kuwa ni chakula cha kimwili, lakini utakapokula kina matunda
matunda katika ulimwengu wako wa roho. Kinapeleka nguvu katika ulimwengu wako wa roho. Ndio maana wengine wakishiriki meza ya Bwana wanapona magonjwa, wanafunguliwa. Kwa nini? Kwa sababu sio chakula cha kawaida tena. Wengine hawawezi kuomba. Akishiriki meza ya Bwana ghafla anasikia ile nguvu ya kuomba inaingia ndani yake. Wengine walikuwa hawaoti ndoto. Akishiriki meza ya Bwana ghafla ulimwengu wao unafunguliwa, anaanza kuona ndoto na maono, kwa sababu chakula hiki ni cha imani, chakula hiki ni cha kiroho, chakula hiki ni cha uzima, chakula hiki ni cha uzima. Kwa aliutoa ule mkate akaubariki kwa kutamka neno Yesu juu ya ule mkate. Kwa kuwa yeye ni kuhani mkuu, maana yake aliufanya ule mkate kwa wa kiroho. Ndio sababu Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Maana yake unachokula lazima kitamkiwe neno ili kikufanye. Ndio sababu anasema utaishi kwa mkate. Usitegemee balance diet. Usitegemee ushauri wa madaktari juu ya vyakula vya mwili wako kwamba utakuwa na afya njema. Usitegemee ushauri wa wataalamu. Pamoja na ushauri wa wataalamu, pamoja na ushauri wa madaktari juu ya chakula kipi kule, lakini neno la Mungu juu ya hiyo chakula kulibariki ni cha muhimu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akachukua na ule mvinyo, akachukua na ile divai, akasema hii ndio damu yangu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wengi. Kwa tunaposhiriki ile mvinyo, ile ni damu ya agano iliyomwagika. Damu ya agano maana yake nini? Damu ya agano maana yake nini? Damu ya agano maana yake upatanisho. Damu inayosababisha upatanisho na nini? Na ushindi wako. Upatanisho na nini? Na ustawi wako. Upatanisho na nini? Na kibali chako. Upatanisho na nini? Na nguvu za Roho Mtakatifu. Upatanisho na nini? Na zile baraka ambazo Mungu ameziachilia kwako. Kwa unaposhiriki ile meza ya Bwana, ona ile damu ya agano inayofanya upatanisho kati yako na Mungu na kati yako na zile baraka ambazo Mungu alikuandalia tangu kwa misingi ya ulimwengu. Kama unaelewa itikia mbele ya sauti. Nasema kama unaelewa itikia mbele ya sauti. Kwa hiyo andika meza ya Bwana inaondoa uadui kati ya mtu na Mungu na kati ya mtu na baraka zake. Inaondoa ule uadui, kwa sababu ndani ya ile damu ya agano kuna upatanisho. Ndio maana Wakolosai 20 anasema kwa damu ya msalaba wake ametufanyia agano la amani. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu usalimiani naye, inawezekana kuna mtu unachukiana naye. Lazima unapokuja kushiriki meza ya Bwana, hiyo damu ianze kufanya kazi kwako, iachilie nguvu ya msamaha kabla ya shiriki. Lazima mzungumze, lazima mpatane. Sema amen. Wakolosai 1:20 anasema pale kwamba kwa damu ya msalaba wake anatufanyia agano la amani kati ya vitu vilivyo juu mbinguni na vile vilivyo juu ya nchi. Kwa hiyo ukitaka kuona ustawi kwenye maisha yako, afya njema kwenye maisha yako, amani kwenye maisha yako, jifunze kuelewa siri iliyoko ndani ya meza ya Bwana. Ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu sana. Siri iliyoko ndani ya meza ya Bwana ni ya muhimu sana. Andika katika maagizo Yesu aliyoyatoa, yako ya aina 3. Maagizo Bwana Yesu aliyotoa yako ya aina 3. Yako maagizo ya aina 3 ambayo Bwana Yesu aliyatoa. Agizo la kwanza, kushiriki meza ya Bwana. Kwa hiyo tunashangaa tukiona kuna huduma siku hizi na makanisa zinasema meza ya Bwana ni kitu ambacho au unajua kile kilikuwa tu ni kitu sio kama ishara tu,
baada ya Yesu kufa na kumwaga damu yake na kufufuka, hamna haja ya meza ya Bwana tena. Unajua pale tunamwamini Kristo, tukishamwamini tunakula ule mwili wake katika siku nini. Biblia imesema ifanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Chochote Yesu alichokiagiza kina maana. Kumbuka haya maagizo Yesu aliyatoa anapokaribia siku zake za mwisho chini ya jua. Alikula na wanafunzi wake, akashiriki nao meza ya Bwana, akawapa mausia, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Agizo la pili Yesu alilitoa na kuzingatiwa ndani ya kanisa ni ubatizo. Ubatizo. Kwa lazima watu wabatizwe, ubatizo wa maji mengi. Lazima watu wabatizwe, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na ubatizo wa aina nyingi sana, ubatizo wa moto, ubatizo wa mateso. Kwa sababu ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa maji mengi wa kila mtu, ubatizo wa mateso, ubatizo wa moto na kuendelea, inatokana na wito wako uliopona. Agizo lingine ambalo alitoa, linaloitwa agizo kuu, ni kueneza Injili. Enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa kuna maagizo matatu ambayo ndani ya kanisa lolote lile au huduma lazima yazingatiwe kwa bidii, kama kweli hiyo huduma ni ya Bwana Yesu. Hayo maagizo matatu ni ya muhimu sana kuzingatiwa ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo muhimu ya kuzingatia wakati ushirikipo meza ya Bwana. Mambo muhimu ya kuzingatia wakati au ya kujiandaa kabla ya kushiriki meza ya Bwana. Mambo muhimu ya kujiandaa kabla ya kushiriki meza ya Bwana. Alafu nitakupa sifa za yule anayeshiriki meza ya Bwana. Nitamalizia pale, ili tukashiriki meza ya Bwana asubuhi ya leo. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 11. 1 Corinthians chapter 11. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 11. Mambo muhimu ya kuzingatia. Meza ya Bwana inaandaliwa na kuhani wa madhabahuni. Ndio sababu ukisoma ile Mwanzo utakupeleka pale, utaona jinsi Melkizedeki kuhani mkuu alivyokuja na mkate na divai kumshirikisha Ibrahim meza ya Bwana. Haikuanza leo, imeanza zamani sana meza ya Bwana. Tangu siku ya Ibrahim. Ikaja ikafanyika na Wayahudi wakati wanatoka Misri, wakamchinja Pasaka, yule mwana kondoo. Ndio ushirika wa meza ya Bwana wote. Yesu alipokuja, ambaye ndio Pasaka mwenyewe, akaithibitisha. Amesema sikuja kuitangua Torati, bali kuithibitisha Torati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile damu iliyokuwa inafanya agano la Torati ilikuwa ni damu isiyostahili. Ni damu ya mbuzi, ni damu ya kondoo, ni damu ya ng'ombe, ni damu ya njiwa. Yesu alikuja akaithibitisha kwa damu yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mambo mengi ya Torati bado yapo mpaka sasa, lakini inafanyika katika namna ya kiroho zaidi, ya kiungu, sio ya kimwili tena. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 25. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 25. Mambo ya msingi ya kuelewa kabla ya shiriki meza ya Bwana. Kuna vitu lazima uvielewe. Anasema hivi: kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana, Paulo anawaambia Wakorintho, niliyowapa nanyi. Unaona, hata wakati Yesu ameshaondoka, Paulo hakutembea na Yesu kama Petro. Lakini wakati Paulo ameanza huduma yake, Bwana Yesu alimtokea akamwambia, kumbuka kuhusu meza ya Bwana. Kumbuka kuhusu meza yangu, shirikisha watu hiyo meza. Paulo hakutembea na Yesu kama akina Petro, Yohana na Yakobo, hakuwepo kwa wanafunzi wa Yesu. Lakini wakati amepewa ile huduma, Yesu alimkumbusha juu ya hiyo meza. Amen. Ndio maana amesema hapa kwenye Wakorintho 11, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alitolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema,
huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo ule mkate ndio mwili wake Yesu. Kwa hiyo unapokuja kushiriki meza ya Bwana, ule mkate utakaopewa uone katika roho ni mwili wa Kristo, na ukiingia ndani yako utaondoa uharibifu katika mwili wako na kufanya mwili wako uwe kama mwili wa Kristo. Kama kuna nguvu ya dhambi ilikuwa inakushinda iko ndani ya mwili, nisikilize. Ukisoma Warumi sura ya 7 utaona Paulo anasema lile nilitakalo kulipenda silipendi, bali lile nisilotaka kulipenda nalipenda, kwa sababu ya ile dhambi inayokaa ndani yangu. Kwa hiyo kuna dhambi inayokaa kwenye nafsi yako, na kuna dhambi inayokaa kwenye moyo, na kuna dhambi inayokaa kwenye mwili. Kwa hiyo Mungu anapokuokoa, Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, anabadilisha roho yako ndani ya sekunde moja. Nafsi yako inapata ukombozi unapoendelea kusoma neno, kulitafakari. Kula mwili wa Kristo inapata ukombozi. Mwili wako unakuwa ni wa mwisho kukubaliana na wokovu. Unakuwa ni wa mwisho. Baada ya kuna dhambi iliyokuwa kwenye mwili. Ndio maana mtu anaweza kufanya dhambi lakini hataki kufanya hiyo dhambi, kwa sababu kwenye moyo wake haipo, lakini kwenye mwili wake ipo. Sasa moja ya faida za kushiriki meza ya Bwana, ule mkate wa uzima unapoingia ndani yako, ule mwili wa dhambi unadhoofishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ule mwili wa dhambi unadhoofishwa. Sema amen. Itikia kwa sauti. Ule mwili wa magonjwa unadhoofishwa. Unaposhiriki meza ya Bwana unadhoofishwa. Haleluya. Sasa nasema hivi, mstari wa 24, naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo na ukumbusho wangu. Kwa hiyo ili uwe mtu wa agano jipya, sio la kale, lazima uwe na tabia ya kushiriki meza ya Bwana. Watu wote wa agano jipya lazima ushiriki meza ya Bwana. Watu wote wa agano jipya lazima ushiriki meza ya Bwana. Ishirini na sita anasema hivi, maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Bwana Yesu asifiwe sana. 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 27, basi kila aulaye mkate huo au kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. 28, lakini mtu ajihoji mwenyewe, na vivyo aule mkate na kukinywa kikombe. 29, maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua ule mwili. Kwa hiyo mambo ya kuzingatia, namba 1, jihoji mwenyewe. Jihoji mwenyewe. Je, upo sawa kushiriki? Moyoni mwako hakuna mtu ambaye umemshikilia, amekukwaza na bado umemwachilia? Paulo anafunua siri, anasema mtapo kushiriki, jihoji kwanza. Hakuna mtu ambaye umemblock kwenye simu kwa sababu mtu ni mchawi, ni mbaya sana, simpendi, na wewe umeokoka. Hakuna mwenzako ambaye ndani ya kanisa hapa unapishana naye upeta mkono wa msalimiani. Jihoji kwanza. Mambo ya msingi sana hayo. Lazima ujihoji kabla ya kuja kushiriki. Wakati ule wa Korinto, kuna watu walikula meza ya Bwana, walipoenda nyumbani wakafa. Kwa sababu walikula ile hukumu. Imeandikwa hapo. Wengine walipelala mauti kwa sababu ya kushiriki isivyostahili meza ya Bwana. Kwa sio kitu kidogo unavyofikiri. Ndio maana kwenye dini wameweka utaratibu kwamba kama hujafunga ndoa, hapana. Hujapata komunyo na kipaimara, hapana. Lakini ule ni utaratibu wa kidini,
sio wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, ichunguze nafsi yako. Imeoshwa kwa damu ya Yesu? Imefanya maombi ya toba na rehema? Ndio sababu tutakuwa na muda mchache hapa wa kuomba. Bwana, nitakase, nipe kibali, niridhie, nioshe napopenda kushiriki, nisinywe hukumu, nisinywe mauti, bali nikanywe uzima, nisile mauti, bali nikale uzima. Sema amen. Lazima uombe, lazima ujiandae. Wakati wa kanisa la Wakorinto walikuwa nakula mikate mikubwa sana. Alafu yanakuja ile madumu ya waini yale, madumu ya mvinyo. Kwa hiyo watu wanakuja na familia zao na mikate hapo. Kwa sababu mikate kama tunakula sasa hizi. Ilikuwa ni mikate kama unaweza kula shilingi 4,000. Hii tunanunua ya kuacha hii kubwa hii. Ndio walikuwa na hata Yesu alikata ule. Kwa hiyo wanakata, wanakula na mvinyo. Paulo akija pale anakuta watu wameelewa changaro. Paulo. Baba ndio. Soma kwa Korinto. Ndio akasema jamani, mngojane kwanza. Mbona watu mnazidisha? Kwa hiyo kilichotumika wakati wa meza ya Bwana ile divai ni uzao wa mzabibu. Na Yesu akisema uzao wa mzabibu, sio kemikola, sio fruit juice. Uzao wa mzabibu ndio unatumika. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye sifa na kushiriki. Nani ana sifa kushiriki meza ya Bwana? Mwanzo sura ile ya 14. Tutamalizia hapa. Tuende tukaingia kwenye kuabudu kidogo. Kila mmoja aende mbele za Bwana, kama kuna jambo la kutengeneza. Maana moja ya kutengwa ni kushirikishwa meza ya Bwana. Hiyo ni moja ya hatua ya kutengwa na Mungu mwenyewe. Ndipo yale mafuta ya Mungu yaje juu yako. Amen. Mwanzo sura ile ya 14 mstari wa 17 mpaka ule wa 19. Biblia inasema, inaonyesha mtu anaitwa Ibrahim pale. Abraham aliporudi kutoka kumpiga Kadeulam na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shauri, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Unaona tangu mwanzo Melkizedeki ni Yesu mwenyewe, kuhani mkuu, alikuja kumshirikisha Abraham mkate na divai kwa jinsi ya kimwili, lakini jinsi ya kiroho ule mkate ndio mwili wa Kristo na ile divai ndio damu ya Yesu. Kwa sababu alijua sisi tutakokuja kuokoka baadaye, tutaokoka kwa kushiriki imani ya Ibrahim. Sasa imani ya Ibrahim haitakiwi kupungua katika ile tendo ambalo Yesu atafanya msalabani. Ndio sababu Yesu atamshirikisha Ibrahim ule mkate na divai kabla kabisa, ili sisi tutakaoamini Yesu kwa imani ya Ibrahim tukamilishwe katika hiyo imani. Kwa hiyo chochote ambacho Yesu angefanya kwetu lazima angefanya kwa Ibrahim kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu imani yetu ni imani ya Ibrahim. Kwa hiyo unaposhiriki meza ya Bwana, kitu gani kinaachiliwa kwako? Kinaachiliwa baraka za Ibrahim kwako. Hawajasikia. Wewe kama unaitikia, jifunze kuitikia amen, usilogwe. Kuna wachawi huko wanaingia kukuloga useme amen ili usipokee. Nasema hivi, ukishiriki meza ya Bwana unapokea baraka wa Ibrahim. Unapokea baraka wa Ibrahim kwa njia ya imani. Unapata ukombozi wako. Kwa hiyo pesa haiwi tatizo tena. Mifugo yako kuzaa haiwi tatizo tena. Kumiliki viwanja haiwi tatizo tena. Kumiliki biashara haiwi tatizo tena. Kwa sababu unashiriki ile imani ya Ibrahim. Kama kuna kitu unataka kujifunza ni kuitikia amen ya nguvu. Wakati mtumishi wa Mungu anatoa tamko la kinabii juu yako, Mungu anaangalia yule mwenye imani. Na moja ya imani, ya matendo ya imani ni ukiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nasema Mwanzo ile 14 mstari ule wa 18. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai.
naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana, Yesu Kristo mwenyewe. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, Mungu wa mbingu na nchi. Unaona? Kwa kilichojificha ndani ya meza ya Bwana ni baraka. Ukijua namna ya kujiandaa vizuri kwa maombi na ukajitakasa kwa damu yake Yesu na ukasamehe kuachilia, utakaposhiriki, kama kuna sehemu baraka ilikuwa imezuiliwa, huo unajisi utafituka na baraka yako itaanza kutembea. Kama kuna sehemu akili yako ilikuwa imefungwa isione fursa, itafunguliwa, utaanza kuona fursa. Haleluya. Kama kuna sehemu adui alikuwa anakula mapato yako, atakimbia, kwa sababu baraka za mtu wa Mungu hazichangani na majuto. Amesema baraka ya Bwana hutajirisha wala hachangani huzuni nayo. Na siku ya leo utaanza kuona baraka ambazo hazina huzuni. Utaanza kuona fedha inatulia, haishambuliwi na magonjwa. Utaanza kuona baraka ambazo hakuna chuma yoyote inaweza kukunyang'anya baraka zako. Katika jina la Yesu Kristo, pokea nguvu ya Mungu. Pokea baraka wa Ibrahim. Pokea baraka wa Ibrahim. Pokea baraka wa Ibrahim. Haleluya. Ibrahim alikuwa ni mtu mwenye nguvu hata katika vita. Wakati wa uzee wake alipigana vita na wafalme na akashinda. Kuanzia leo unapokea baraka kwa kushinda adui zako. Pokea baraka kwa kushinda adui zako. Wote wajipanga kinyume na wewe, pokea baraka kwa kushinda adui zako. Ukanyage shingo zao, utembee juu ya vichwa vyao katika jina la Yesu Kristo. Pokea baraka kwa kushinda adui zako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mstari wa 20, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Nani mwenye sifa ya kushiriki meza ya Bwana? Ni yule mtu mwenye sifa za Ibrahimu. Nani mwenye sifa ya kushiriki meza ya Bwana? Ni yule mwenye sifa za Ibrahimu. Moja, sifa gani ya Ibrahimu? Imani ya kumwamini Mungu pekee. Sifa moja ya Ibrahimu, imani inayomwamini Mungu pekee yake, haichanganyi vitu. Imani ya kumwamini Mungu pekee. Ibrahimu alipoona Sara hazai, hakuchukua mitishamba akanywa. Hakumpa Sara mitishamba anywe. Alikuwa na imani kwa Mungu pekee. Kwa mwenye sifa kushiriki meza ya Bwana ni yule aliyemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, aliyeoshwa kwa damu ya Yesu. Mbili, ni yule mwenye urafiki na Mungu, uhusiano mzuri na Mungu. Biblia inasema Mungu alimuita Ibrahim rafiki. Kwa mwenye sifa ya kushiriki meza ya Bwana anafananishwa na Ibrahim, ambaye ndio mtu wa kwanza kushiriki meza ya Bwana mbele ya Melkizedeki kuhani mkuu. Kwa lazima uwe na mahusiano mazuri na Mungu. Lazima uwe na ushirika mzuri na Roho Mtakatifu. Lazima uwe na uhusiano mzuri na Bwana Yesu. Maana yake unayo amani na Mungu aliye hai. Ukisikia habari ya ibada unashangilia na kufurahia. Ukisikia habari ya kwenda kushuhudia habari njema unasema huu ndio wakati wangu. Ukisikia wakati wa maombi unasema jamani, maombi yaendelee. Mtu kama huyo ndio mwenye sifa ya kushiriki. Ana uhusiano mzuri na Mungu. Namba 3, sifa la kushiriki ni yule mwenye kutoa zaka au sadaka na sadaka. Anasema Ibrahim akampa fungu la 10 la vitu vyote alivyo navyo. Yule mwenye kutoa sadaka na zaka zake kwa uaminifu. Unapata
shilingi 100,000 kwenye biashara yako, faida 10,000 sio ya kwako, ni ya Bwana. Usijipangie wewe, utapata laana mpendo. Ile baraka ya Ibrahim itageuka kuwa pigo kwako. Unapata shilingi milioni 1 na kuna hichi unakuta wafanyakazi wameajiriwa. Anapata milioni 1 kwenye ile serikali basic salary basic. Lakini ile anayopokea anapokea 700,000 au 800,000 anakatwa makato. Anatoa 80,000. Ile uliyokatwa Mungu akatwa kodi. Mungu anachoangalia ni kile ulichoandikiwa pale unapokea, sio kile ulichopokea. Sasa mimi nimechukua mkopo, Mungu mkopo wa musu wa kwako. Mimi nakata NHIF, hiyo NHIF ya kwako. Mimi nakata kodi ya hiyo kodi ni ya kwako. Mungu haimuhusu, Mungu ndiye ana kodi yake. Ndio maana watu wengi waamini wana zaka ziko za aina nyingi. Zaka ni moja ya Mungu. Lakini Musa alipokuja akawapa utaratibu wana wa Israeli. Akasema ninyi pia mnaweza mkawa mna zaka yenu. Yaani kwenye mapato yako ukitenga sehemu ya Mungu, tenga na sehemu ya 10 ya kwako. Ikifika mwisho wa mwaka ukae na familia yako mle, mnywe mfurahi. Walike yatima na wajane na maskini, mle mfurahi. Ile ni zaka. Kuna zaka ya aina ya 3, ni zaka ya serikali. Anasema kwenye Samueli pale, atakapokuja yule mfalme atawatoza fungu la 10. Na maana kuna kodi ya serikali, ni zaka ile, ni mapato. Ziko zaka za aina nyingi. Sasa ni wangapi waaminifu wanataka kushiriki baraka za Ibrahim? Ni wangapi waaminifu kwenye utoaji wa zaka? Ni sehemu ya mtu kwenye sifa kushiriki. Ndio mpaka kufuata wafundisha zaidi mambo ya matoleo. Ni muhimu sana nyinyi watoto wa imani. Ni muhimu mno hichi. Na siri ya sadaka haitolewi asubuhi, inatolewa jioni. Kwa hiyo ukiwa sadaka kama leo unaanza kuitoa mbele za Mungu nyumbani kwako, unaanza kuiombea. Amesema dhabihu iliyotolewa wakati wa jioni. Ukija asubuhi unaileta, lakini ushaitoa wakati wa jioni. Dhabihu inatolewa wakati wa alasiri na jioni. Hata Yesu awe dhabihu alitundikwa pale alasiri na jioni. Kwa hiyo ukitaka kuiombea sadaka yako, iombee wakati kwa saa 9 na kuendelea. Kisha uende ukaitoe. Sema amen. Imani. Kijito cha utakaso ni safi kuoshwa sifuwa na hiyo imepata utakaso. Fungua teksti yako tuimbia. Fungua teksti yako. Leo tutaimba, alafu tutakwenda kuomba mambo kidogo. Karibu. Fungua tenzi namba 157, kijito cha utakaso. Alafu tutaimba sioshe dhambi zangu. Baada ya huu wimbo tutaimba sioshe dhambi zangu. Na kuna tenzi zingine hazina hiyo 157. Kwa hiyo lazima utafute ile tenzi ambayo ni new version. Utaelewa vipi? Zingine zimeishia 140 kitu. Wakati tunaimba tenzi, ukisikia hali ya machozi au kuendelea kuomba Bwana nisamehe na samehe na kuachilia, endelea na maombi, usiogope. Wow.
Hakikisha unapoimba penzi za roho, ndio sababu
zinaitwa things za roho. Hakikisha moyo wako unaimba, roho yako inaimba. Nguvu ya ajabu. Katikati ya wimbo endelea kumwambia Bwana, nitakase, nioshe, na kwenda kupokea uzima wangu, na kwenda kupokea afya njema, na kwenda kupokea furaha yangu, na kwenda kupokea amani yangu, na kwenda kutengwa kwa ajili yako, mimi na uzao wangu, wa tumbo langu, wa viuno vyangu. Tutakapokuwa tunaimba wimbo, utaingia kwenye maombi sasa ya maandalizi ya utakaso, ukimwambia Roho Mtakatifu, nitakase, damu ya Yesu nitakase, nisafishe,
napoenda kushiriki meza ya Bwana na shiriki na watoto wangu. Kumbuka Ibrahim alipotoa fungu la 10, alitoa fungu la 10 na Isaka na Yakobo walikuwa katika viuno vyake. Unapofanya ibada ni tendo la imani. Wale walio katika viuno vyako wanafanya ibada, nao wanafanya ibada. Ule uzao wako unafanya ibada, watoto katika lile tumbo wanafanya ibada. Kwa hiyo tunapoingia katika wakati huu, isione mtu nje, kila mtu awe ndani, kila mtu awe ndani. Ni wakati wa kujiandaa. Yesu amesema msifanyie kazi vyakula vya mwilini, ifanyeni kazi chakula kishukayo kutoka juu cha uzima milele. Kila mtu ajiandae wakati huu. Sapa kaya mandara rosa. Wakati waimbaji wanaimba, na wewe kuna Roho Mungu anaweza kugusa moyo wako, anzisha maombi pale ulipo. Nimeshakwambia maombi yenyewe ni ya utakaso. Mwambie Bwana, nitakase, nisafishe, nipe kuachilia na kusamehe. Nguvu ya Mungu inakushukia kabla hujafika mahali hapo. Utaona nguvu isiyo ya kawaida ikiachiliwa kwako. Karibu imba. Inaonekana kama vile Bwana nitakase kwa nguvu iliyoko ndani ya damu yako, nitakase kwa nguvu iliyoko ndani ya damu yako, nioshe kwa ile nguvu iliyoko ndani ya damu yako Yesu. Hallelujah.
Damu ya Yesu nioshe. Damu ya Bwana utakaswe. Ile damu ikapite, ikatusafisha Bwana. Ikatuondoe Bwana. Damu ya Yesu utakaswe. Damu ya Yesu utakaswe. Damu ya Yesu ya agano. Ile damu ya Yesu. Ile damu ya Yesu ikapite. Damu ya utakaswe, damu ya utakaswe. Damu ya utakaswe. Damu ya ukombozi ikaachiliwe. Napasaka tayakadara. Nekepata tayakasaka. Nepakata tayakasaka. Nepakata tayakasaka. Ekora basaka barabasaka. Nepasaka tayakata. Nekora basaka barabo. Nekora basaka. Ekora basaka. Ekora basaka. Nepasaka baraba. Nepasaka. Nepasaka barabasaka. Ekora basaka.
sapakaya. Mendara batara basatabo. Lepakamango seka. Rikaya basataba. Lepatobo seke pakayabo. Metera kasatabo. Itola basataba. Lepatera basataba. Lepatotona rakabo. Lepere basataba. Mendere basira. Lepapasataba. Rabosande. Lepasataba. Lepatera basataba. Lepera basira. Lepatera basira. Lepandere basataba. Lepasataba. Lepasataba. Kila mmoja aje, chukua meza ya Bwana. Usiondoke hapa mbele, chukua ubaki hapa hapo. Chukua, karibu chukue. Karibu chukue. Karibu chukue ubaki pale pale. Kichukua baki hapa hapo. Usirudi kukaa. Kwa utaratibu, kwa utaratibu, kwa utaratibu. Shachukua, ndugu usimame pale.
Karibu, 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 karibu. Karibu, karibu, karibu. Pata nafasi unapochukua. Pata nafasi unapochukua. Tuchukue hizi. Na unaotufuatilia muombaji kwa njia ya mtandao, unaweza ukachukua maji kama una ule mvinyo. Kwa imani chukua pale ulipo, nguvu ya Mungu itatembea. Na kama una mkate wako pale, chukua kwa imani, hata kama ni mkate ule wa kawaida wa chai ule wa asubuhi, chukua. Ili ni jambo la imani la kiroho. Unaweza ukachukua mkate na maji yako kidogo, ukashiriki kwa imani pale ulipo. Ukashiriki kwa imani pale ulipo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri. Siku ile Bwana Yesu, wewe uko na wanafunzi wako, unishukuru kwa sababu ya ile kazi na ule wito ambao Mungu alikuwa amekupa chini ya jua. Na kwa kuwa ulikuwa unaendea kukamilisha ile kazi ya msalaba kwa ajili yetu, na ukatuagiza kwamba tufanye hivi kwa ukumbusho wako, tukikumbuka ile mauti yako, ambayo kupitia hiyo mauti tumepata uzima wa milele. Na kila anayeshiriki meza hii kwa imani saa hii, mahali popote alipo, ile nguvu ya uzima wa milele, Baba, ninakusihi iliyo ndani ya mwili wako Kristo Yesu, na ile nguvu ya ukombozi iliyo ndani ya damu yako Kristo Yesu, ikapita ndani yetu, na chochote kilichozuilia ustawi na uchaji wa kiroho ndani yetu, ile nguvu ya dhambi katika mwili ikavunjike. Roho chafu zikaachie maisha ya watu wako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Siku ile Bwana, ulichukua ule mkate, ukaumega, ukasema toeni mle, huu ndio mwili wangu. Karibu ule mkate. Tena ukachukua kile kikombe, ukasema toeni mnywe, maana hii ndio damu yangu iliyomwagika kwa ajili la ondoleo la wengi. Unapokunywa, dhambi yako imeondolewa. Karibuni. Amen. Waimbaji, endelea kumshukuru Mungu. Rudisha hicho kikombe. Taratibu, taratibu, taratibu. Kaa kwenye kiti chako, utulie. Nguvu za Mungu ziko hapo. 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 Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Nguvu za Mungu ziko hapo. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Nguvu za Mungu ziko hapo. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Wape Baba asante kwa ajili ya tendo hili. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Umefanyika mmoja na yeye. Mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Fungua kinywa chako ukiwa umekaa, endelea kumshukuru Bwana. Waimbaji, omba. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Nguvu ya Mungu itapita. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Yaliyokushinda unayashinda sasa. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Pala sauti yako, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Waombaji, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Ile nguvu ya Mungu inapita. Yaliyokushinda unayashinda. Yaliyokushinda unayashinda. Yaliyokushinda unayashinda. Magonjwa yanaondoka. Ukasa unaondoka. Ukimwi unaondoka. Kansa inaondoka. Uvimbe unaondoka. Kwa jina la Yesu, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Uzito wa maombi unaondoka. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Najisi unaondoka. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Mwambie asante, mwambie asante. Maana umetengwa, umetengwa. Umetengwa, umetengwa. Mshukuru Bwana. Mwambie asante Bwana. Umetengwa, umetengwa. Umetengwa, umetengwa kwa ajili ya Bwana. 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 Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo.
Hebu mshukuru Bwana kwa ajili ya Tanzania sasa. Mwambie Baba asante kwa uponyaji wa nchi yangu. Asante kwa uponyaji wa nchi yangu. Hebu mshukuru Bwana kwa ajili ya uponyaji wa nchi ya Tanzania. Mshukuru Bwana. Mwamini Mungu nchi yetu imepona. Mwambie Baba asante kwa ajili ya uponyaji wa nchi hii. Endelea kumshukuru Bwana. Endelea kumshukuru Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Ndiwe Mungu imba Hosanna. Paza sauti yako juu. Chai naenda kunywa chai. Sasa hivi ni saa 5 inaenda na robo. Kila saa ni saa ngapi? Saa 5:13. Matatu inaenda na robo. Ndio nasikia kwa sababu inaenda na robo. Kila saa. Nimebaki dakika 2 hizo na robo. Naenda kanywa chai. Tukutane mahali hapa saa 6:30. Mtumishi wa Mungu Apostoli Mato atakuwa na mambo ya kusema na sisi. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Na mwandae mazingira, chakula cha jioni tutalia hapa ndani wote. Amen. Mungu awabariki sana. Pige Bwana Yesu.